Kwanza naomba kutoa shukrani za dhati kwa uongozi wa hospitali kufika hapa kwa nasi, lakini pia na nyinyi mlojumuika na sisi katika sherehe yetu leo. Tunajua tumesikia siku nyingi matangazo kwamba kuna wiki ya kinywa na meno ambayo kilele chake kinakuwa kinafanyika tarehe 20 ya kila mwaka, ambao mwaka huu maadhimisho haya yanafanyika huko Mtwara. Lakini sisi kama Amana Hospitali tumesema hapana, basi tuwatolee huduma wananchi wetu wa Ilala. Na tunashukuru mmetuitika na tutakuwa nayo. Siku ya leo tutafanya vitu mbalimbali. Tutafanya uchunguzi wa kinywa na meno, lakini pia tutawapa elimu mbalimbali, lakini pia tutawapa miswaki, tutawapa na dawa za kinywa na meno. Tunajua umuhimu wa miswaki. Tunawasisitiza mpige mswaki mara 2 kwa siku. Asubuhi, tunasema asubuhi unampa jirani yako furaha, sio? Lakini ile usiku tunasema tunajikinga kwa ajili ya maambukizi ya kinywa na meno. Sawa Kwa hiyo tunaomba tuende na hiyo slogan. Timu ya mwaka huu tunasema hapa tumewaandikia kinywa chenye furaha, fikira tulivu. Naamini kabisa kati yenu mtu akiumwa jino, je, unaweza kuongea? Unaweza kusmile? Chakula je? Kwa hiyo utakuwa hauna utulivu, si ndio? Basi tunawasihi muangalie kinywa chenu, na sisi tumewaanzia tu kuwapa hizi elimu tofauti ili muweze kujikinga. Sasa nisiongee sana nikawachosha. Naomba nimkaribishe katibu aweze kumkaribisha mganga mkuu atupe 1, 2, 3. Karibuni sana. Habari za asubuhi. Kama alivyosema mkuu wa idara ya kitengo cha kinywa na meno, mimi ni katibu wa hospitali naitwa Zanzibar Mdogo. Naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha kaimu mganga mfawidhi wa hospitali ya Amana ili aweze kuongea nani. Karibu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kauli mbiu yetu leo tunasema kwamba kinywa chenye furaha, fikra tulivu. Kinywa chenye furaha, fikra tulivu. Basi kwa majina naitwa Dr. Elisia Mpango, ni kaimu mganga mfawidhi hospitali ya Rufaa ya Mkoa Amana hapa kwetu, na nichukue nafasi hii kama alivyosema mkuu wa idara kuwakaribisha katika maadhimisho haya ya kinywa na meno. Maadhimisho haya yanafanyika, ni maadhimisho ya kimataifa na yanafanyika kila mwaka kwa ajili ya kuhamasisha upendaji wa afya ya kinywa na meno. Kwa hiyo sisi kama hospitali kweli tukaona kwamba ni jambo ambalo ni muhimu sana kwa ajili ya wananchi wetu wanaotuzunguka, kuunga mkono pia juhudi za serikali kwa ajili ya kujali afya za wananchi wao, hususan afya ya kinywa na meno. Tunajua kwamba mdomo kwa sababu hauonekani kwa namna moja au nyingine ni kiungo ambacho kinasahaulika, lakini ni kiungo muhimu sana, hasa pale kwa mazungumzo kama tunavyosema unampa furaha jirani yako. Hivyo sisi kama hospitali tuko hapa kwa ajili ya kuunga mkono juhudi hizo kwa mambo mbalimbali ambayo yatafanyika, ambayo yalishaanza kufanyika kuanzia tarehe 17 na leo ndo kilele chake. Na kwa sababu ndo kilele chake, basi na sisi tunataka tuwape furaha wananchi wetu wanaotuzunguka, sisi kama watu wa huduma wenu, lakini pia kama wananchi wenzenu pia. Na sisi pia tutajiunga nanyi kwa sababu hata sisi pia tuna meno, tuna midomo na tunajali pia afya zetu. Kwa hiyo kwa kusema hayo machache, naomba niwakaribishe na nifungue basi maadhimisho haya siku ya leo. Karibuni sana.